Uinjilisti Kijitonyama ametoka kwenye usharika wa Kijitonyama. Mungu awabariki sana kwa kazi yenu njema na ya baraka. Lakini pia nina TEHAMA, tumeambatana pamoja na TEHAMA, watu ndugu zetu wanao tusaidia kurusha ibada online kutoka usharika wa Kijitonyama na wako kazini na ya huduma hii au haya mafundisho na masomo haya yatakuwa live. Kwa hiyo pia ndugu zetu wengine wanaoabudu nasi walioko mataifa mbalimbali, wanavyuo wenzetu duniani kote pia wanaweza wakashiriki pamoja nasi, lakini pia ni library. Hata baada ya hapo wewe binafsi unaweza ukafanya reference. Kwa hiyo unaweza ukanisikiliza, lakini baadaye pia unaweza ukaingia kwenye channel yetu ya YouTube EKTV kwenye YouTube line na ukapata library yako ya daima, ukaweza kudownload, ukaweza kuweka kwenye simu yako, na hii itakusaidia. Na nilijua nakuja kuongea na wasomi, kwa hiyo pia sijaja kizembe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yenu, na ninaomba wale ndugu zetu wa TEHAMA kutoka Kijitonyama watupungie tu mkono kwa haraka. Asante. Mungu awabariki sana. Wapendwa mabibi na mabwana, wanazuoni, wasomi sana ninyi ambao Mungu amewapa nafasi kwa wakati na majira haya. Nimepewa nafasi ya kufundisha masomo mawili. Kwanza ni neno kuu, mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Ndio neno kuu linaloongoza kongamano hili. Lakini pia nimetumwa kufundisha juu ya masuala ya uchumi kibiblia, religious economy in biblical perspective. Na nitafundisha yote mawili, lakini kwa kusummarize. Mambo ni marefu, mambo ni mengi, muda ni mchache, lakini nitajitahidi kwa neema ya Mungu angalau kugusa neno kuu kwa sehemu, alafu baadaye nitaenda kufundisha mambo yanayohusiana na uchumi. Na kwa kweli mkutano wowote mkuu ni lazima neno kuu lisemwe. Mimi kama mchungaji na mtheolojia najua umuhimu sana wa neno kuu katika mkutano mkubwa kama huu. Watu wamesafiri kutoka maeneo mbalimbali kukutanika hapa. Bwana asifiwe. Neno kuu ni kama linavyopatikana katika kitabu hicho cha Timotheo wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 12. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Mtu awaye yoyote asiudharau ujana wako. Na swali ni kwa nini mtu asiudharau ujana wako? Kwa nini mtu asiudharau ujana wako? Na kwa nini Paulo mtume anamwandikia Timotheo ambao walifanya naye huduma na kazi ya kichungaji na wakifanya naye huduma ya kazi ya uinjilishaji, na akamwambia mtu awaye yeyote asiudharau ujana wako? Na tutaanza na swali, the question why. Swali, kwa nini mtu asiudharau ujana wako? Au kwa nini wewe binafsi usijidharau? Kwa nini Biblia inasema mtu asiudharau ujana wako? Mtu awaye yeyote, tena sio tu mtu, lakini mtu awaye yeyote asiudharau ujana wako. Wapendwa, ujana wako una thamani kubwa sana, kwa sababu ujana wako umebeba future. Na hapa ninaongea na watu ambao wamebeba hatima. Ni watu wenye hatima, ni watu wenye future. Sitafafanua sana. Napozungumza future, ninaamini ya kwamba mnanielewa vizuri. Napozungumza umri wa ujana umebeba future. Na Biblia inasema wazee wataota ndoto, lakini vijana wataona maono. Vijana wana focusing, vijana wana vision. Ndio maana Biblia inasema mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Na hapa nazungumza juu ya watu wenye future. Kijana, na ninyi mlioko hapa, tena vijana wasomi wa taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, vijana wasomi wa Afrika Mashariki na vijana wasomi wa Kiafrika, ninyi ni future. Wewe ni future yako. Kwanza, maisha haya ya ujana
yamebeba future yako, yamebeba destiny yako. Lakini wewe ni future ya familia yenu, ni future ya baba yako na mama yako na wadogo zako. Wewe ni future. Wewe ni future ya kanisa. Mimi mchungaji Kimaro na wachungaji wenzangu tunawaona ninyi kama ni future kanisa. Ndani yenu tunategemea mawaziri, ndani yenu tunategemea wabunge, ndani yenu tunategemea maraisi, ndani yenu tuna future ya madaktari bingwa, maprofesa. Tunategemea kutoka kwenu vitu vingi na vikubwa, wafanyabiashara wakubwa, mabilionea. Ninyi ni future yetu sisi wachungaji. Tunategemea wachungaji, tunategemea maaskofu kutoka kwenu. Ni future yetu ya kanisa. Lakini ninyi ni future ya nchi, ni future ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni future ya East Africa, ni future ya Afrika, ni future ya dunia. Kwa hiyo mtu angeniambia wewe kwenye hili kongamano ni nani? Yaani mtu angeniambia wewe ni nani? Ningesema wewe ni futurist. Futurist. Na inawezekana ukawa ni msamiati ambao hujawahi kusikia, lakini ni futurist. Wewe lazima ujijue. Siwezi kudharauliwa kwa sababu wewe sio mtu wa kupoteza, na sio mtu wa kupotea, na sio mtu wa kukaa kiasarasara. Wewe ni futurist. Na nitakupa nafasi baadaye, unaweza ukatembelea library mbalimbali za kielektroniki na ukagoogle ukaangalia hiyo futurist maana yake ni nini. Lakini futurist naweza nikakusaidia spelling zake ni F U T U R I S T. Can I repeat again, please? F U T U R I S T. Futurist. 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 Futurist inatokana na neno futuristic. Futurist ni mtu ambaye ana utashi na anauelewa na ni mtaalamu mbobezi wa mambo yanayotarajiwa na mambo yanayokuja. Futuristic ni hali ya kutazamia au ni hali iliyopo inapolinganishwa wakati uliopita ili kutengeneza wakati ujao. Unaweza ukaangalia baadaye kama nitakuwa siko mbali na ukweli. Lakini pia inatokana na utashi wa maarifa au wa elimu inayoitwa futurology. Futurology. Nawafundisha vitu vigumu lakini mtanielewa baadaye. Futurology ni elimu inayohusiana na wakati ujao. Na futurology nataka tena niwape spelling yake ni F U T U R O L O G Y. Futurology. F U T U R O L O G Y. Futurology. Sasa nataka nizungumze kidogo hapa mambo ya msingi. Kwa nini mtu asiudharau ujana wako? Ni kwa sababu kijana yoyote na hasa msomi kama wewe, na hata leo ningependa ungeweka kwenye status yako, lakini ukaweka kwenye sijui tunasema DP, sijui kitu gani, sijui ndio DP au BP, sijaweza kuelewa vizuri. Lakini unaweza ukaweka kwenye kumbukumbu zako maalum. Hata ukiwa kijana unaruhusiwa hata wakati mwingine kutumia kama tunaposema mwinjilisti, msaikolojist, na unaweza ukasema futuristi, kwa sababu ndani yako una kitu ambacho umekibeba cha kutazamiwa.
After all, ninyi wote ni wataalamu wa taaluma mbalimbali. Wapo wanasheria, wapo walimu, wapo madaktari, wapo mainjinia, wapo watu wa fedha, sijui ma-accountant, wahasibu, wapo watu wengi tu. Wako watu wengi, na kila mmoja hapa ametoka kwenye faculty yake, kwenye university anayotokea, na kuna vitu ambavyo vinatazamiwa. Kwa hiyo unaweza ukaelewa na kujua ya kwamba wewe ni future. Unatazamiwa na watu wengi kuona vitu fulani. After all, vitu ambavyo ninafundisha hapa kwa ufupi katika neno hili kuu ni vitu ambavyo ninafikiri vinaweza vikakusaidia kidogo kwenye maisha yako na kuwa na discipline. Kwa hiyo anaposema mtu asiudharau ujana wako, mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi, mwenendo, katika upendo, imani na usafi. Na sasa hatuna nafasi ya kuzungumza haya yote, imani, upendo, usafi, kama ninavyosema, kwa sababu ya muda nitajitahidi kusummarize. Wapendwa, utapata nafasi kama msomi kuangalia what is futuristic, what is futuristic, and what is the futurology, and the meaning of everything. The meaning of futuristic, the meaning of futurology, and the meaning of futuristic. Na haya yote utapata nafasi ya kuangalia, na unayapata kirahisi baada ya semina hii, na kuruhusu kwenda kugoogle upate nafasi ya kufikiri zaidi na kusearch kwenye library. Futurology, nimesema tena, ni elimu inayohusiana na future. Ni elimu kama unavyosikia theology, theos ni Mungu, logy ni elimu. Kwa hiyo tunapozungumza chochote ukiona kinaungana na logy, ujue tu ni Kiunani, na hapa inahusiana na elimu. Futurology ni elimu inayohusiana na future, au inayohusiana na wakati ujao. Inaweza ikawa inatolewa kwenye university mbalimbali katika nchi zilizoendelea. Inawezekana kuwa na wataalamu ambao wanasoma kabisa, ni study inayotolewa baadhi ya vyuo kadhaa. Ila ninyi wasomi wa Tanzania, sijui university ya hapa nyumbani ambayo inafundisha futurology, I don't know. Lakini pia nina wasiwasi, pengine ni mara yako ya kwanza pia kusikia hii faculty ya futurology. Inawezekana, I know, I'm not sure. Kama Mzumbe mnafundisha futurology, I don't know. Iringa University kama mna faculty ya futurology, I don't know. UDSM kama mna faculty ya futurology, I don't know. Lakini vyovyote vile iwavyo, tunaweza tukapata idea za future na futurology yenyewe kwenye makongamano kama haya, kama hatuwezi kuipata kwenye university. Na ndio maana tunasema mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Tuna mashaka makubwa, waheshimiwa wachungaji wenzangu pamoja na askofu, kwenye elimu ya Tanzania tunapozungumzia juu ya maboresho ya elimu. Na amesikia bunge linavyozungumza juu ya upungufu wa taaluma ya Tanzania. Na wataalamu wanasema ya kwamba elimu tunayosoma ipo nyuma kwa miaka 50. Yaani ni elimu iliyopitwa na wakati kwa miaka 50. Kwa hiyo ni kama past education. Ni elimu iliyopitwa na wakati. Lakini tunapozungumzia juu ya futurology, ni elimu ya mambo ya focusing miaka mingi ijayo. Kwa kama kuna kitu ambacho pia kinapungua cha wazi katika elimu ya Tanzania au elimu ya Afrika iliyoachwa hapa na mkoloni wakati ule, ni elimu ambayo ina study sana na kufanya research, yani kufanya sana mambo yaliyopita. Mlima Kilimanjaro uko mkoa gani? Sijui mlima Kilimanjaro ni mrefu kuliko hivyo. Yani ni vitu kama vya utashi wa uelewa wa mambo yaliyopita zaidi kuliko focusing, kuliko future. Na future ndio inayotazamiwa. Hatutaishi. Your past will never change your life, but your future will change your life. Bwana asifiwe. Therefore, pia your past will never stop your future. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukawa tunajifunza muda mrefu vitu ambavyo vimepita sana, na tuna hazina kubwa ya vitu vilivyopita,
kuliko ya vitu vijavyo. Kwa hiyo mara nyingine tunakosa utashi, uelewa, lakini nguvu ya kuenenda kule ambako tunaenenda. Sasa nchi nyingine zilizoendelea zina taaluma kama hii, na kuna watu wanakaa library, kazi yao ni kuangalia ni kitu gani kitakutokea kwenye biashara baada ya miaka 100, ni kitu gani kinatokea kwenye sekta ya afya, ni mambo gani ambayo yanaweza kaibuka na yakatokea. Watu wanafanya research ya mambo yanayoweza kuipata dunia na mambo ambayo yanaweza kuja. Sasa sitaki nikuchoshe, kama msomi nitakupa nafasi na nakuachia challenge. Lazima uende pale huko duniani, upite kwenye library nyingi duniani za kielektroniki na ujaribu kuangalia na uweze kuona. Na tumepigwa bumbuazi na elimu ya kikoloni iliyobakia Afrika, elimu ya kukariri kuliko kufikiri. Yaani watu wanakariri kuliko kufikiri. Na watu wanapokariri wanaweza wakafaulu mitihani sana. Na kwa sababu ya ile nguvu ya kukariri, tumeshuhudia mitihani ya form 4, mitihani ya darasa la 7, watu wanafaulu lakini hawajui kusoma. Kabisa hajui kusoma, lakini ameperform vizuri. Na ninyi wasomi wa vyuo vikuu, kuna ule wakati wa kumeza. Wa kumeza, yani mtu yuko mahali anameza vibaya mno. Lakini baada ya hapo hakuwa na fikra, hakuwa na uwezo wa kufikiri. Na sisi tumeanza angalau kupiga kelele kidogo juu ya kutoka kukariri mpaka kufikiri. Kutoka kukariri mpaka kufikiri. From cramming to thinking. Asante sana. Na sasa ndugu zangu wapendwa, tunaweza tukaendelea na mambo machache. Nazungumza kwa nini mtu asiudharau ujana wako. Ni kwa sababu wewe ni future. Na ndani ya kijana yoyote lazima kujae future kuliko past. Ukiwa unaishi maisha ya kukumbuka past, ya kufikiria, ya kuishi kwa historia ya mambo yaliyopita, lakini pengine kushawishiwa na present, mambo yaliyopo sasa, haya yanayoonekana, kuliko kuangalia future, you are going to lose your focus. Ni kama unaenda kupoteza focus yako. Na Mungu atusaidie sana. Sasa hapa tunazungumza juu ya kijana ambaye tunataka awe role model wetu au case study yetu au theological reference, theological point of view ambayo tungetamani kuiangalia kwenye Biblia, na mtu ambaye tungetaka kumfanya kama reference wetu hapa ni Yusufu. Tunapozungumza juu ya futurology ni Yusufu. Katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 39 mstari wa 1 mpaka wa 12, na kitabu cha Mwanzo mlango wa 41 mstari wa 28 mpaka wa 49. Kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 39 mstari wa 1 mpaka wa 12, na kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 41 mstari wa 28 mpaka wa 29. Sasa kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 39 mstari wa 1 mpaka wa 12 ni Yusufu anakutana na mke wa Potifa. Na akawa anasumbuliwa na mke wa Potifa. Mke wa Potifa amemtamani kwa sababu Yusufu alikuwa a very handsome boy, na alikuwa na kitu kinachoitwa magnetic personality. Alikuwa na mvuto. Akisimama mbele ya watu alikuwa na mvuto. Na mke wa Potifa akamtamani alale naye. Present inavyoweza kuharibu future ya mtu. Lakini namna ambavyo mtu ambaye ni futuristic, mtu ambaye anaangalia mambo yajayo, asivyoweza kuharibiwa na mambo yanayoyaona sasa. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Ukiona umeenda chuo kikuu, una boyfriend, ushachumbiwa, ushaachwa, ushachumbiwa, ushaachwa, ushachumbiwa, ushaachwa, ushaumizwa, ushalia, ushajeruhiwa.
wewe kwenye future hatuwezi kukuita futurist. Wewe utakuita limbukeni sijui. Yaani hatukujui tukukupe jina gani. Hatujakupatia jina sawa sawa. Hatuwezi kukutunuku heshima ya futurist. Mtu ambaye ni futurist, mtu ambaye unaangalia focus ya kitu kilichokupeleka cha kitaaluma kufanya research. Yaani ukiwa ni mvulana ambaye ushajeruhika, yaani una masomo, una sapu, umekeri sapu alafu umekeri na mtu. Alafu mtu ni mzito kuliko sapu always. Kuna dogo mmoja naona ameamua kufuta na machozi. Dogo pole. Yaani una sapu 3. Alafu tena umekeri mtu kwenye moyo wako. Nilituma message ikapokelewa kabisa, hajanijibu, sijui ana hali gani, sijui ananionaje. Yaani wewe sijui. Yaani ni mabomu yanayoandaliwa huko university. Mungu atuhurumie. Kwanza kupendwa haujaanza wewe kupendwa. Kuwa beautiful girl or handsome boy hakujaanzia kwako hata siku moja. Na wakati mwingine uzuri wako haupo kwa ajili ya ngono. You are not there just for sexual matters. Hauko pale kwa ajili ya ngono. If you have magnetic personality, ipo kwa sababu una mvuto wa ushawishi na leadership. If you want to become a good preacher, you have to have a magnetic personality. If you want to become a good leader, a very greatest leader, you must have magnetic personality. Ukisimama mbele ya watu, waone sababu ya kukufuata. Ndio maana nasema mtu asiudharau ujana wako wakati wote, katika upendo, katika tumaini na usafi. Yaani hata ukivaa nguo kuanzia juu mpaka chini, lazima wakati unavaa uwe una maintain pia magnetic personality. Hakuna mtu anakuja kukuangalia umevaa kama Christmas tree. Wewe kutushawishi. Bwana asifiwe. Lakini unataka kuwa mwanasiasa, unataka kuwa mtu ambaye unataka kuwa na influence, lazima uwe na magnetic personality. Asa magnetic personality inavuta, kama ilivyo ni magnetic personality, inavuta. Sasa uangalie usije ukavuta na visivyo kuwepo. Ukakusanya na visivyo kuwepo. Na Yusufu alikuwa na hiyo magnetic personality, alikuwa very handsome boy. Mke wa Potifa akampenda, akataka alale naye. Yusufu alifahamu juu ya future yake. Sema no, siwezi kumtenda Mungu dhambi hii. Na mimi najua mahali ambako ninaenda, nimebeba future ya maisha yangu, na future ya watu wa nyumbani kwangu, na future ya dunia nzima. Siwezi kufanya vitu kama hivi. Sasa ukiona wewe ni rais tu, yani simple tu, sahani ya kiazi cha mbea ushatoka, sijui hiki umeshaenda, yani ni wa hivyo, ni hivyo, uko university unajulikana, yani wala usijihangaishe. Wewe ni wa kawaida, utaishi, utaajiriwa, na baadaye utakufa, utazikwa, imeishia hapo. Hakuna kitu kingine utakachokukumbuka nacho. Utakuwa engineer, utatuibia simenti na nondo, basi, nothing done. Lakini watu ambao wamebeba future, waliowahi kufikiri juu ya familia, mtu aliyewahi kufikiri hapa nyumbani kwangu, nyumbani kwetu, kwa baba yangu na mama, there is something, kuna kitu ambacho nataka kufanya. Mtu aliyewahi kufikiri juu ya kijiji nilichozaliwa, kuna kitu nataka kufanya. Mtu aliyewahi kufikiri katika mkoa, katika taifa nililozaliwa, kuna kitu nataka kufanya. Mtu aliyewahi kufikiri ya kwamba katika Afrika, I'm black, mimi ni Mwafrika, na kuna kitu nataka kufanya. Huyo mtu ni mtu ambaye amebeba future na hawezi kusumbuliwa na present. Yani vitu vinavyoonekana kwamba kuna mdada ameamua kuvaa nguo fupi, kavaa kivyake, pengine ana majasho ya miguuni, anatafuta hewa. You never know kama ana allergy ya miguu. Yani kama amevaa kimini, asije akafikiri kupita mbele yako kuna kitu ambacho anabadilisha. Ndio maana yangu kuzungumza hivi.
Kama kuna mwingine hapa wadada anajaribu kunywa panki inapanda kama mlima Kilimanjaro, ana matatizo yake, lakini hawezi kukushawishi kwa sababu ya vitu ambavyo wanafanya kama ni mtu ambaye unafikiri. Sasa siwezi kufundisha watu wakubwa kama ninyi masomo kama hayo, nitatafuta wakati mwingine kwenda kufundisha UKWATA. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Suna hayo nitakwenda kufundisha UKWATA. Lakini nataka kuzungumza hapa ni namna ambavyo Yusufu hakukubaliana na hoja ya huyu mwanamke kwa sababu ya future aliyokuwa amebeba. Sasa nataka tuangalie katika kitabu hicho cha Mwanzo 48, Mwanzo 41, Mwanzo mlango wa 41, huo mstari wa 28 na kuendelea. Na ndicho nachotaka kuzungumza sasa juu ya futurology. Napozungumza juu ya futurology, elimu ya wakati ujao, nitapenda uelewe sawa sawa kile ambacho tunazungumza, kwa sababu Yusufu ni mmoja wa futuristi katika Biblia. Na ndio maana anasema mtu asiudharau ujana wako. Nitaanzia ule mstari wa 28. Mstari wa 28. Kitabu cha Mwanzo 41 mstari wa 28. Biblia inasema hivi: ndivyo nilivyomwambia Farao, ya kwamba Mungu amemuonyesha Farao atakayoyafanya hivi karibu. Atakayoyafanya hivi karibu. Atakayoyafanya siku za usoni, mambo yajayo. Anamwambia hivi: tazama miaka 7 ya shibe inakuja. Futuristic, futurology. Tazama miaka 7 ya shibe inakuja katika nchi yote ya Misri. Kisha kutakuwa na miaka 7 ya njaa baada yake, na shibe ile yote itasahauliwa katika nchi ya Misri, na njaa itaiharibu nchi, wala shibe ile haitajulikana katika nchi kwa sababu ya njaa inayokuja baadaye, maana itakuwa nzito sana. Na ndoto ya Farao kwa vile ilikuwa mara 2, ni kwa sababu neno hili Mungu amelithibitisha, na Mungu atalitimiza upesi. Basi Farao ajitafutie mtu wa akili na hekima, amweke juu ya nchi yote ya Misri. Farao na afanye hivi tena, awaweke wasimamizi juu ya nchi, na kutoa sehemu ya 5 katika nchi ya Misri, na katika miaka hii 7 ya kushiba, na wakusanye chakula chote cha miaka hii miema ijayo, wakaweke akiba na nafaka mkononi mwa Farao, wakakilinde kuwa chakula katika miji, na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo 7 ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibike kwa njaa. Neno hilo likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Tupate wapi tena mtu kama huyu futuristi, mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha haya yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Farao akamwambia Yusufu, tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani nzuri, na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Akampandisha katika gari lake la pili alilokuwa nalo, na watu wakapiga kelele mbele yake, pigeni magoti. Hivyo akamweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akamwambia Yusufu, mimi ni Farao, na bila amri yako mtu asiinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri.
Farao akamuita Yusufu Safenati-Penea, akamuoza Asenati binti Potifera kuhani wa Oni kuwa mkewe. Yusufu akaenda huko na huko katika nchi yote ya Misri. Naye Yusufu alikuwa mwenye miaka 30 aliposimama mbele ya Farao mfalme wa Misri. Yusufu akatoka mbele ya uso wa Farao, akapita katika nchi yote ya Misri. Amen. Yusufu akitongozwa na mke wa Potifa alikuwa ni kijana mwenye umri wa miaka 27. Kijana wa miaka 27 ni almost level ya university hivi, ama degree ya kwanza au pengine anafanya masters degree kwa wale walio hai. Na wakati ule ni wakati ambao kijana anashawishika zaidi sana na ngono kwa sababu ya mihemko na hali yake ya mwili wake na mambo ambayo anayatazamia. Lakini miaka 3 baadaye alikaa gerezani. Aliondoka baada ya miaka 3 akaenda mbele ya Farao akiwa na miaka 30. Na hapa napozungumza ni kijana aliyekuwa na miaka 30 aliposimama mbele ya Farao. Ndani yake tayari alikuwa na elimu ambayo pengine ni karisma, ni kipawa ambacho Mungu alikiweka ndani yake. Lakini anaonekana kujitambua kwa sababu vijana wengi wanaharibiwa na future. Wanaharibiwa na present, yani wanaharibiwa na wakati uliopo. Wakati uliopo ulikuwa ni wakati wa mahaba ya mke wa Potifa kwa Yusufu. Lakini Yusufu alipokataa, alilazimika kupata kesi ya ubakaji na akatupwa gerezani. Lakini ndani yake alikuwa na kitu ambacho amekibeba. Ndio kile tunachozungumza juu ya future. Anaitwa mbele ya Farao, ana elimu ya futurology, ana elimu ya mambo yajayo. Farao ameota ndoto juu ya ng'ombe 7 wanene na ng'ombe 7 waliokonda na masuke 7 membamba na masuke 7 manene. Ng'ombe waliokonda wakameza ng'ombe walionona. Ndoto ikamsumbua Farao. Akatafuta wanajimu, wanasayansi na watu wengine wote. Hawakupatikana mtu ambaye anaweza akazungumza juu ya future ya mambo haya. Lakini mtu mmoja akamwambia Farao, kuna mtu mmoja nimemwacha gerezani na yeye ni Yusufu, anaweza kukusaidia ndoto hiyo. Na Yusufu alipokuja alizungumza juu ya future. Akamwambia kuna miaka 7 ya baraka, ni wale ng'ombe 7 ulioona wamenona. Lakini ng'ombe miaka 7 ya njaa ni wale ng'ombe na masuke yaliyokonda uliowaona. Na kwa kuwa Mungu amekuonyesha mara 2, jambo hili litakuja kwa haraka. Kwa hiyo jitafutie mtu mwenye akili, akusanye chakula chote cha Misri na ajiandae kwa sababu ya njaa ya itakayoipata nchi. Ili nchi isiharibiwe na njaa, lakini na sisi wengine ambao tumekuwepo ni wageni tuweze kupona katika nchi hii. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Bwana asifiwe. Wangapi wanaanza kuelewa juu ya futurist? Asa kile ambacho nataka kujaribu kuzungumza kwenye neno kuu. Yusufu alikuwa a very young boy. Walikuwepo na wazee, kulikuwepo na Potifa mwenyewe, mkuu wa majeshi. Kulikuwa kuna mawaziri, waziri wa chakula na lishe. Walikuwepo watu wengi. Walikuwepo wa Misri wenyewe, wenye green card ya Egypt. Lakini huyu ni mtumwa. Ni mtu ambaye amesingiziwa ni mtumwa aliyenunuliwa kwa vipande 27 vya fedha, akaletwa Misri kwa Potifa. Ni mtumwa, alafu amefanya na kesi ya ubakaji, ni mfungwa gerezani. Lakini ana future. Ogopa mtu ambaye ana future. Mtu ambaye anafikiri juu ya future. Mtu ambaye anaangalia wakati ujao na anauangalia kiujasiri. Huyo mtu muogope, kwa sababu you will never stop him at all. Huwezi kumzuia. Ufanye fitina, huwezi kumzuia. Ufanye hila, huwezi kumzuia. Usingizie makesi, huwezi kumzuia. Yaje mauti, hayawezi kumzuia. Yusufu alitupwa na familia kwenye shimo. Alitupwa kwenye shimo, lakini hakufa shimoni. Alifitiniwa, lakini hakuishia hapo.
kwa sababu ya nguvu ya mtazamo wa mambo yajayo aliyokuwa anayatazama. Na kijana ni mtu ambaye ana mambo anayatazama. Lakini ukiona umeishaishia hapa, yani aujui. Nilienda kwenye chuo kimoja, nikakuta mwanafunzi mmoja wa chuo mwaka wa 3. Anamuuliza mwenzie, eti mimi nasoma si bio nini, biochemistry, bio kitu gani? Unajua hizi bio zimekuja huko. Alafu anauliza, baada hapo mimi nitakuja kuwa nani? Yani anauliza, hivi baada hapo mimi ninakuja kuwa nani vile? Mwaka wa 3. Na haelewi. Yeye ni kumeza, kuingia kwenye pepa na kupasua. Sasa mnasoma wengine theolojia, wengine mnasoma engineering, wengine mnasoma sijui economy, na hasa kuna watu wa economy, wengine wanasoma degree ya entrepreneurship, wengine agrobusiness, mna faculty, wengine law, wanasheria, wengine education. Lakini future ya taaluma yako umewahi kuifikiri? Yusufu anakuja na fact ya future. Na mimi nataka nikuambie, hauwezi kusimama mbele za watu ukaja ukafanya presentation ya past ukashawishi watu. Unaweza kusimama mbele za watu ukafanya presentation ya future ukashawishi habari ya watu. Watu wakakuelewa kwa habari ya future. Alisimama, alikuwa na future presentation, 3 minutes. Wa theology tunasema 3 minutes of favor. Ile tafsiri ya Yusufu, andiko lake. Yani, na hakuwa amefanya research kama hizo za kwenu ambazo mnafanya, mnaenda kwenye project, mnaandika write up mengi. No, alienda ni memorizing speech. Ndani yake amejaa futurology, amejaa futurology, amejaa understanding ya future, amestudy juu ya future. Hakufundishwa na mwanadamu wa kawaida, ni karisma iko ndani. Alipoenda akamwambia Farao, sikiliza, leo unakula ugali, huu unakata. Kuna njaa ya miaka 7 ijayo. Na sasa dawa yake, miaka 7 hii ya neema, kusanya chakula chote. Kwa sababu miaka 7 baadaye njaa yake itakuwa kubwa kiwango ambacho hii miaka 7 ya neema haitajulikana. Ndio maana ya ile ndoto ya masuke membamba na masuke yaliyostawi na ng'ombe wanene na ng'ombe wembamba waliokonda na waliomeza. Akazungumza juu ya future. Future will change the world. Ni mtu ambaye anaweza kuzungumza juu ya future, anayeweza kuwapa watu tumaini la kuishi. Lakini unapozungumza habari ya past, kila mara unazungumza juu ya past, juu ya vizazi vilivyopita, haviwezi kuleta impact ya maisha. Inaposemekana kwamba mtu asiudharau jana wako, anamaanisha una kitu cha mbeleni unachoweza kuiponya dunia, kuiponya familia, kuponya nchi yako na kuiponya Afrika. Na ni maombi yangu wawepo watu hawa. Oh my God, ungenisaidia kumpigia Bwana makofi mengi. Hallelujah. If you want to change the world, lazima uwekeze maisha yako kwenye future. Lazima uwe mtu wa mambo unayatazamia, mambo yajayo, uanze kuyafikiri. Lazima uelewe, lazima uanze kujua. Nimekuwa nikiwaambia wachungaji wenzangu, na bahati nzuri baba askofu yupo, tunazungumza sana juu ya historical church, na tunazungumza sana juu ya discipline and orders za historical churches, Roman Catholic, Lutheran, Moravian, Anglican na nyingine. Na mimi ni Mlutheri. Lakini wachungaji wenzangu, lazima pia tuzungumze juu ya future. Tunamtumikia Mungu asiyebadilika katika mazingira yanayobadilika. That is the challenge we have in the society. Tunamtumikia Mungu asiyebadilika katika mazingira yanayobadilika. Sasa baba askofu, mimi ni Mlutheri, na bahati nzuri na mchungaji mwenzangu kutoka Lutheran hapa, mchungaji. Kama tukimfufua Martin Luther,
hawezi kuongoza hata usharika wa Manzese. I'm very sorry. Hawezi kuwa mchungaji hata usharika wa Manzese. Kwa nini? Future itamkataa. Kwa nini? Alipokufa Martin Luther, kulikuwa hakuna Instagram, hakuna WhatsApp, hakuna smartphone, hakuna Facebook. Kwa hiyo akifufuka Martin Luther, lazima tena tumpeleke kozi, tumwambie hii ni smartphone, ina WhatsApp. Miaka 5 iliyopita, akifufuka leo lazima aende kozi maalum, mbali na theolojia yake nzuri ya Reformation, lakini hawezi kuongoza parokia hata siku moja. Sasa hatuwezi kukaa kila saa kuzungumza juu ya past and then hatuzungumzi juu ya future. We are going to die automatically. Kwa hiyo Martin Luther leo akiitwa kuwa mchungaji, lazima tumfundishe. Sijui kama na wakati ule anakufa kulikuwa kuna computer, I don't know, sikumbuki vizuri historia, miaka 500 iliyopita. Lazima tumfundishe laptop, lazima tumfundishe vitu ambavyo vimetokea vya sasa hivi. Lazima tumwambie pia mambo mengi ya teknolojia ambayo sasa yamepea, yako juu mno. Ajifunze kwanza hapa dunia ilipofika, kwa sababu dunia haijawahi kusimama kwa miaka 500 iliyopita. Kwa hiyo ni challenge kweli, ni challenge kubwa sana. Na unaweza ukasoma theology miaka 10, miaka 20, ukawa na masters na PhD, lakini bado ukawa umesoma mambo yaliyopita tu na hauna mambo yajayo, na hautatushawishi. Utakuwa wa kawaida kwa sababu size yako ni marehemu aliyoko kaburini. I'm very sorry. Kama mnataka kupiga makofi, pigeni anayeeleweka. That is the challenge we have. Tunamtumikia Mungu asiyebadilika katika mazingira yanayobadilika. Mnasoma taaluma, lakini mjue mnasoma taaluma katika mazingira yanayobadilika. Na namna gani tunaweza tukakop na mazingira yanayoweza kubadilika katika maisha yetu. Mabibi na mabwana, oh my God, nataka kusema hivi. Yusufu alikuwa na potential ya future ndani. Na ningekuomba sana katika neno kuu hili la mwaka huu, katika mkutano huu mkuu, ujiulize, mimi ni futurist? Am I futurist? Ni mtu ambaye nimebeba chochote cha future. Taaluma yangu kusoma kuanzia chekechea mpaka university imeweza kubadilisha mindset yangu, na kuna kitu cha future cha kuisaidia dunia. Let me tell you the truth. Futurology aliyokuwa nayo Yusufu, na huyu mtu ambaye aliweza kuangalia future, akaiona miaka 7 ya njaa, akaiona miaka 7 ya shibe, akawa na future ya miaka 14, akafanya presentation, memorizing presentation. Hakuingia library yoyote. Hakuwa na wale wanaowasimamiaga maandiko wanaitwa nani university, maprofesa wanaosimamia maandiko, supervisor. Hakuwa na supervisor. Alisimama na memorizing speech, na speech yake ilikuwa ni 3 minutes. Alifuta kesi, alipata uraia wa Egypt, alikuwa waziri mkuu bila kuwa na bunge, bila kuwa na jimbo, akawa prime minister bila hata wabunge kupiga kura ya ndio. Wanasema ndio, hapana, hakuna cha ndio wala cha hapana. Ni mtu aliyetumia 3 minutes of favor kupresenti jambo la future katika maisha. Oh my God, ungenisaidia kumpigia Bwana makofi mengi. Hallelujah. Hapo kesi yake ya ubakaji ilifutwa. Hapo yule mwanamke, mke wa Potifa na Potifa, yule mfalme alisema watu wote pigeni magoti, na wote wakapiga magoti mbele za Yusufu pale pale, kuanzia mume mtu mpaka na mkewe. Katika watu wote pale kwenye mkutano ambao ningependa kuangalia na kuwazoom kwa karibu ni Potifa na mkewe. Lakini Yusufu aliposimama katika dakika 3 zenye kibali,
dakika 3 za dhahabu, muda wa dhahabu ambao mtu anaweza akaupata, na kila mwanadamu anayezaliwa duniani ana muda wake wa dhahabu. Mimi siwezi kujua, inawezekana wewe kuwepo chuo kikuu ni muda wako wa dhahabu, use it to the maximum. Inawezekana kuwepo hapa Bagamoyo leo ni muda wako wa dhahabu, use it to the maximum. Every person ana muda wa dhahabu. Una muda wa dhahabu, divine favor. Una muda wa dhahabu ambao Mungu anauweka kwenye maisha kwako. Lakini wale maaskari magereza waliomleta na gari ya magereza ilikuwa imepaki hapo nje, iliondoka bila raia wao, bila mfungwa. Wale waliondoka. Yusufu kama alienda magereza, alikwenda kuwasalimia. Nataka nikuambie, future yako ipo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Sema amina, haleluya. Haleluya. Kama unataka kubadilisha maisha yako, fikiri juu ya future. Kama unataka kuifikia dunia, fikiri juu ya future. Mpaka leo mabilionea waliopo leo duniani ambao unawafahamu, hakuna mtu aliyewaza akawa na akili ya kutengeneza chakula cha dunia. Na Biblia inasema njaa hii ilikuwa ni njaa ya dunia nzima, ilikava dunia nzima, na dunia ni dunia tu. Kwa hiyo ukitaka kujua, mpaka leo hakuna bilionea ambaye anaweza akalingana na Yusufu kifikra. Ni Yusufu aliyewaza kuilisha dunia kwa miaka 7. Dunia inakula inakunywa miaka 7. Wazo la mtu mmoja kijana wa miaka 30 lilitoka kwenye kichwa chake, bila hata kwenda kuwa na advisor, bila hata kwenda library. Ndani yake kulikuwa na uwezo wa future. Sasa hakuna tajiri yoyote duniani leo anayeweza kulisha dunia. Ukitaka kujua, angalia dunia ina watu wangapi, nenda ka Google. Ukimaliza tafuta bilionea mkubwa duniani, uangalia na utajiri wa US dollar bilioni ngapi. Ukimaliza gawanya mlo wa siku kwa mtu mmoja anayeishi duniani ni how much. Alafu chukua hizo dola za huyo tajiri, gawanya na hawa watu, uone kama kuna mtu anaweza akawalisha, au kuna bilionea anaweza akalisha watu wakala even kwa siku moja au wiki au mwezi. Ukimpata utaniambia kwenye simu yangu, utakupa simu yangu baadaye. Lakini Joseph 7 years watu wanakula, wakiamka wanakula, wakiamka wanalala. Hivyo miaka 7 ya njaa. Futurology. Sasa lazima tuangalie hivi taaluma unayosoma, degree unayochukua chuoni, ina mchanganyiko wa utashi wa futurology au inazungumzia juu ya past. Unasoma vitu vilivyokufa, dead things, na kumemorize na kuabudu na kukaririsha na kuamini juu ya vitu vilivyokwisha tu, lakini bila kufikiri miaka 3 ijayo, miaka 10 ijayo bado utatumia hizi speaker. Ninyi mnaosoma electronics, miaka 10 ijayo bado hizi speakers zitaweka. Miaka 10 ijayo bado vitu hivi vilivyoko vitaweka. Teknolojia ya ujenzi itakuwa pale pale. Ninyi maengineer mnaosoma engineering, lazima uanze kufikiri juu ya ninyi mnaosoma theology. President, Mr. President, wewe umekuwa president na unasoma theolojia chuo kikuu cha Iringa. Kanisa la Lutheran litaremain pale pale bado litabakia pale. Tuna challenge kubwa ya mashoga, si matakataka gani. We are going to survive COVID-19. We are going to survive. Lazima uanze kufikiri. Ukisoma tu ukagraduate tu utakuwa marehemu tu. Bora mcheke. Hello? Yeah. Vyuo vikuu vinatoa wahitimu sijui 10,000 Tanzania kila mwaka, sijui 1000 ngapi. Tunafikiri nini? Juzi serikali imetoa ajira ya watu 6,000 walimu, walioomba watu 89,000. Watakaoajiriwa ni watu 6,000 kwa sababu ya nafasi zilizopo. 83,000 wanarudi nyumbani. Wanaenda wapi? 83,000 hawana ajira, lakini ni walimu waliosoma, qualified teacher kutoka kwenye vyuo vyetu vikuu. Future yao ni nini? Future yao ni nini? What about future? Future yao ni ujasiriamali. Future yao ni sekta binafsi.
na sekta binafsi ambayo lazima itiwe, my God, ipewe kipaumbele. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanikiwa kuajiri watu 600,000 ndio wafanyakazi wa serikali. Tanzania ina watu milioni 57. Haijawahi kuajiri hata watu milioni 1. Milioni 57. Ukitoa 600,000, milioni 54, milioni 56 na 400 wako mtaani. Hawa wote wanahitaji ajira na chakula na vitu vinginevyo. Serikali imeweza kuchukua watu 600,000. My God. Sasa, if you talk about the future of economy kwa nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lazima tukubali ya kwamba tunazungumza future ya ajira ya nchi hii inatokana na sekta binafsi. Na sekta binafsi inafanya mambo mawili. Sekta binafsi inalipa kodi ya serikali, na lazima ilipe kodi kwa ajili ya kuendesha serikali na mambo yake. Lakini sekta binafsi inaondoa mzigo mkubwa wa ajira na maisha kwa ajiri watu ambao serikali yoyote duniani haiwezi kuaccommodate ajira za wasomi wanao graduate university kila mwaka. Ni sekta binafsi. Kwa sekta binafsi ina burden mbili, ya kuajiri na kulipa kodi. Kwa serikali yenye kuangalia future yoyote duniani lazima wa motivate sekta binafsi, lazima wazilee sekta binafsi, lazima waheshimu sekta binafsi, lazima waangalie kodi wanazotoza sekta binafsi, na isiwe ni mizigo wala isiwe ni burden kwao, lakini wawezeshwe, kwa sababu ndio wanaotusaidia asilimia kubwa ya maisha na future za watu. Kwa hiyo futuristic ya kiuchumi na ajira katika nchi yoyote inabebwa na sekta binafsi. Kwa hiyo ukiona serikali inayopambana na sekta binafsi, isikudanganye, ni serikali isiyowatakia wananchi wake amani. Ni serikali inayowaua wananchi wake. Na ni bora mtu achukue mtoto wa bunduki akuue kuliko akuue na njaa, akuue na mateso, akuue na unyanyasaji, akuue na umaskini. Bora angechukua mtoto wa bunduki akakuua kuliko uteseke kwa namna hiyo. Lakini sekta binafsi ndio inayobeba. Kwa ninyi tunawaandaa ni wasomi ambao tunategemea mlete changes katika jamii, katika serikali, katika taifa, mlete changes Afrika, mlete changes duniani. Tumsifu Yesu Kristo. Mtu awaye yoyote asiudharau ujana wako. Wako wapi watu wanaonielewa hapa? Alafu wangepunga mikono yao na wangempigia Bwana makofi. Haleluya. Kwa hiyo baadaye nchi ilipona na Yusufu alibakia kuwa wa historia kwa sababu ya future education aliyokuwa nayo, future knowledge aliyokuwa nayo, uwezo wa kuangalia mambo yajayo na kuyaona. Mheshimiwa Baba Askofu, kama tunaenda Ulaya na Ujerumani, hakuna tena makanisa, yamegeuzwa kuwa baa, mengine supermarket. Nilikuwa Marekani, nimepita makanisa mengi, kila kanisa church for sale, church for sale, church for sale. Therefore, that is America, that is Germany na nchi nyingine za Ulaya. What about Africa? Ni nini wa theolojia mnafikiri juu ya Afrika? Tahadhari zipi mlizochukua wa theolojia kwa ajili ya Afrika? Ni mambo gani? Ni mada ipi? Andiko gani wa theolojia wenzangu ambalo liko mezani? Ninyi wanavyuoni wa theology kutoka Iringa, nini mnadiscuss pale chuoni kuhusiana na kusurvive kwa kanisa? What is that? If you are, kama tupo, ujue kama hatufikiri juu ya future of the church, ni hivyo hivyo. Ninakumbuka niliwahi kusema, na hata niseme kwa sababu niko na wachungaji wenzangu, wakati Waislamu wameandalia kushambulia Uturuki na kuua Ukristo ambao hautainuka tena even today, na kanisa kubwa la Hagia Sophia pale
pale Uturuki. Tumeenda bahati nzuri, tumeenda Uturuki, tumeenda Efeso, tumepitia huko. Na kanisa kubwa la pale Hagia Sophia ambalo liliharibiwa mpaka leo ni msikiti, na lilikuwa ni kanisa kubwa sana. Maaskofu wa Roman Catholic wakati ule walioketi pale Constantinople wa kikao chao cha mwisho, kikao cha mwisho cha maaskofu. Wakati Waislamu wanatengeneza program ya future ya taifa hilo la Kituruki, nchi ya kwanza kwa ukubwa na kwa Ukristo duniani, pale Efeso, ambako ninyi mnasoma wa Efeso, huko Efeso. Wakati Waislamu wana future program ya wao kuestablish Uislamu. Sasa maaskofu walipokutana, sikilizeni agenda zao. Agenda, kikao cha mwisho cha maaskofu kilichokutana kule wakati ule, kabla ya nchi kupigwa na kuwa Uislamu mpaka leo haujawahi kuinuka tena Ukristo pale wa hivyo. Agenda 3 zilikuwepo. Agenda ya kwanza ni kwamba kama unaongoza liturujia chakula cha Bwana, nzi akadondokea kwenye kikombe kile cha sakramenti, utamwaga au utamuondoa nzi? Wa theolojia wameshiba chai ya parishweka, wanajadili. Wameshapata tangawizi. Yaani ndicho wanachofikiri eti kwamba nzi akidondoka, yani theological issues. Mchungaji wangu Bwana asifiwe. Theological issues, yani za kufikiri. Nzi akadondoka kwenye kikombe cha sakramenti ya meza ya Bwana, baba askofu, tunamtoa au tunamwaga sakramenti ile? Tuanze kwa upya. Theologian, tutafanyaje? We have to think about that. Hoja ya pili, Mariamu ana macho ya rangi gani? Ya blue au kikahawia au red? Hivi wale waliomuona Mariamu wanatafuta macho ya Mariamu, wewe apeleke wapi? Wanaliongoza kanisa lenye kuhitaji macho ya Bikira Maria, au wanaongoza kanisa linalohitaji future na vijana kama hawa wasome? Macho ya Bikira Maria uyapeleke wapi? Umpe girlfriend wako? Agenda ya 3, malaika wana jinsia gani? Hivi ni wanaume au wanawake? Yaani maaskofu wameketi, jinsia ya malaika unaipeleka wapi? Unataka kuchumbiwa na malaika? Hivi na ni pepa. Yaani watholojia wanagawana pepa, wanafanya research hivi, lakini wakasahau pengine hata Yesu alisema malaika mbinguni hawaoi, watu watakuwa huko mbinguni kama malaika, hawaoi wala hawaolewi. Watholojia wanataka kujua wana jinsia gani, hata kama hawaoi hawaolewi, wana jinsia. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Haleluya. Unauliza jinsia ya malaika ikupeleka. Wakati ule Islamic walikuwa wamejipanga kwenye future ya kuhakikisha nchi inageuka kuwa ya Kiislamu, na ndio kilikuwa kikao cha mwisho. Baada ya hapo hakuna askofu aliyekuwa na diocese wala kanisa wala usharika, na mpaka kesho hiyo Efeso, hiyo Uturuki ni nchi ya Kiislamu. Kama hautajadili juu ya future, ukifeli utaanguka moja kwa moja na utainuka mara ya pili. Kwa hiyo ninachotaka kuzungumza hapa, nasema ninyi wasomi lazima mfikiri juu ya future. Lazima muangalie juu ya future yenu. Lazima muangalie sana juu ya kule ambako unaenda. Ni mambo gani ambayo unayatazamia? Ni vitu gani ambavyo unavingojea? Na ni vitu gani ambavyo unavifikiria? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu ya muda, ninaomba neno kuu liishie hapo. Haleluya. Ninayo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya muda naomba niishie hapo. Naomba tusimame, na kama tunaweza tukapata wimbo au pambio moja tukaimba kwa pamoja, nikaingia kwenye somo la pili la dakika chache, uchumi. Na hasa ninyi mnahitaji uchumi kwa kiwango kikubwa zaidi. Haleluya. Kama unaweza kutema mate mara moja na kurudi tafadhali kwa haraka.
Hakuna Mungu kama wewe Yawe, hakuna Mungu kama wewe Yawe, unaweza. Oh, unaweza, unaweza Yawe, unaweza. Hakuna Mungu kama wewe Kyala, hakuna Mungu kama wewe Nguluvi wa baraka. Oh, ni wa baraka, wa baraka Yesu, wa baraka. Oh, ni mponyaji, mponyaji Yesu, ni mponyaji. Oh, ni mponyaji, ni mponyaji Yesu, ni mponyaji. Twende namna hii. Tokonyata bapasi lelo, tokonyata bapasi lelo, yo elonga, yo elonga, yo elonga. Oh, yo elonga, yo elonga, yo elonga. Oh, ni mshindi, ni mshindi Yesu, ni mshindi. Oh, ni mshindi, ni mshindi Yesu, ni mshindi. Hakuna Mungu kama wewe Katondo, hakuna Mungu kama wewe Yawe, unaweza, unaweza, unaweza. Oh, unaweza, unaweza. Bwana asifiwe milele na milele. Shetani akipita